Sisi zamani tulikuwa tunapelekwa mtoni kuogeshwa shule. Walimu wa sasa hivi wanakagua nguo. Wale wa zamani ilikuwa mzee unanyanyuliwa hivi. Ukikuta ukurutu, haya, mtoni huyo, twende. Unasuguliwa. Zamani ilikuwa kuoga ni issue. Kwa hiyo zamani hata usipovaa nguo usikii baridi, maana ngozi mzee ina maukurutu yamezuia. Sasa na huku kwenye ulimwengu wa roho kuna ukurutu. Kuna dhambi ambazo zimegandiana na sisi. Kuna lifestyle, yani umejiwekaga tu kwamba hutaki kubadilika, wewe ni mlokole wa zamani, uko tu na mifumo ya zamani. Bwana anataka kipindi hichi cha Kwaresma ujirenew, utafute uso wa Bwana, Bwana akufanye mpya, uwe na nguvu mpya. Biblia inasema wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya. Waliokaa miguuni pa Bwana watavikwa nguvu mpya. Nguvu mpya kufanyaje? Nguvu mpya ya maombi. Nguvu mpya nini? Nguvu mpya dhidi ya uchawi na uganga, nguvu mpya dhidi ya asili, nguvu mpya dhidi ya vita unavyokutana navyo. Nguvu mpya utavalishwa. Utavalishwa, ni nani anavalishwa hizo nguvu mpya? Wamngojao Bwana. Wamngojao Bwana wapi? Waliokaa miguuni pa Bwana. Wanaosema Bwana, hapa ndani siondoki mpaka nikuone. Sitakula Bwana kwa chakula kwa hizi siku 40. Nataka nikuone Yesu kwenye hii biashara. Nataka nikuone kwa huyu mwanaume. Nataka nikuone kwa huyu mwanamke. Nataka nikuone Bwana. Najua upo. Najua unaweza. Angalia teso langu Bwana. Wewe hutaki kufunga, lakini mimi nimesikiliza wachawi wanafunga. Aisee, wachawi wanafunga. Wanasema hatutakula mpaka tuhakikishe huyu mchungaji tumemwondoa kabisa kwenye uchungaji wake. Wanafunga. Ashum anayekuloga amefunga. Alafu wewe ni mamisosi mwanzo mwisho. Wanafunga. Kwani walimwambiaje Paulo? Walisema hatutakula, hatutakunywa mpaka tuhakikishe Paulo tumemaliza. Kwa ina maana kuzuia kula na kunywa ina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Bwana apewe sifa.